Tunakushukuru tena mtazamaji wa Gospel Voice TV, na nashukuru Bwana kwa sababu ya kukuweka hai siku ya leo, na mimi niko hai kwa utukufu wa jina lake. Niko na imani ya kwamba Bwana atatuwezesha na tutamuelewa zaidi, maana maandiko inasema ya kwamba watu wangu hupotea kwa kukosa maarifa. Na kwa hivyo wakati tunafundisha neno la Bwana, we get knowledge, na kupitia hii maarifa mambo mengi huwa inatendeka. Tunapata uzima, tunapata uhai, tunapata kibali, na tunapata mambo mazuri kulingana vile Bwana ametupagia. Na ni vizuri tuongee kuhusu mambo fulani ambayo Bwana amenipatia siku ya leo, na niko na imani ya kwamba tutapata ushindi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipatia tuweze kushiriki neno na mjakazi wako, na niko na imani ya kwamba maneno yale nitakayoongea mahali hapa italeta ushindi kwa utukufu wa jina lako, na ya kwamba mfalme mwema, yeyote ambaye atasikia sauti hii na kuifuata na kuitekeleza katika maisha yake italeta ushindi, na kwa utukufu wa jina lako ninaomba nuru yako ituangazie na kibali chako kiwe na sisi. In Jesus name we pray. Amen. Nataka kuongea kuhusu stagnation. Stagnation ni ile hali ya kusimama pasipo na kusonga. Stagnation ni ile hali ya kusimama pasipo na kusonga. Unaweza tizama ya kwamba maji maybe baada ya mvua kunyesha, kuna mahali maji lienda ikasimama ikakaa kama kidibwi. Haswa sio bahari, haswa sio lake, lakini maji imesimama mahali maji ya mvua imeenda kwa wingi. Alafu unakuta hiyo maji baada ya kukaa kwa muda fulani, kwa hiyo swamp inatani rangi, inageuka rangi ya green. Na inageuka ni kwa sababu hiyo maji haitembei, imesimama mahali pamoja. Hiyo maji ni stagnated water. Hiyo ndio jina ya kizungu ambayo tunaweza tumia. Ni maji ambayo imekwama mahali, ina turn rangi, inakuwa rangi ya kijani ama rangi ya green. Ili hali ukikuta maji ya mto haijawahi turn green, kwa sababu hiyo maji huwa inatembea. Stagnation ni hiyo hali ya kwamba maisha ya mwanadamu haisongi. Unakuta ya kwamba maisha yako imesimama. Yaani ile uweza ulikuwa nao miaka 10 iliyopita, huo uweza tuseme kama ni uweza wa kifedha, ya kwamba miaka 10 iliyopita baada ya mwezi mmoja ulikuwa unapata shilingi 10,000. Baada ya miaka 10 sasa miaka yako imesonga, umeongezea miaka 10, ulikuwa na miaka 25, sasa uko na 35, lakini uweza wako wa kupata pesa umesimama pale pale. Hiyo hali ndio inaitwa stagnation. Hiyo hali ya kukwama, ya kwamba maisha yako haisongi lakini miaka inasonga. Yaani mpaka ukiulizwa na mtu, maybe mlikuwa naye miaka 10 mkaashana, alafu baada ya miaka 10 anakuambia njoo uone kwangu, njoo uone nimefanya nini, lakini wewe hauna kitu ya kuonyesha, lakini wewe hauna. Stagnation ni kusema ya kwamba vitu zinafanyika, miaka inasonga na kwako hakuna kitu kinabadilika. Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 1 and verse 3. 1 Samuel chapter 1 and verse 3. 1 Samuel chapter 1 verse 3. Biblia inasema kila mwaka mtu huyu alikwea kutoka mji wake ili kuabudu na kutoa dhabihu kwa Bwana Mwenyezi Mungu siku mwenye nguvu zote huko Shilo. Kila mwaka. Hebu tupatie the same verse na Biblia ya kizungu. Kila mwaka, year after year, yani mwaka baada ya mwingine. Hii ni kusema ya kwamba hii familia ya Elikana wamekwama, wamestagnate. Ukiona kitu kinasifanyika mwaka baada ya mwingine, ya kwamba wanaenda Shilo, na Biblia inasema ya kwamba wanaenda wanaabudu, wanatoa dhabihu na wanatoa kwa Bwana Mungu mwenye nguvu zote, the Lord Almighty, Bwana Mungu mwenye nguvu zote, Bwana Mungu mkubwa. Yani they have an access to the greater God. Wana uwezo wa kumsogelea karibu, na wanasoga karibu na yeye, na sio kusoga karibu tu peke yake, wanaabudu, wanasoga kwa Mungu, na wanafanya ibada ambayo inakubalika. Meaning hawa watu sio mapagani, si watu ambao hawaamini. Meaning hawa si watu ambao tunaweza sema ya kwamba ni watu hawamjui Mungu, wanamjua. Na meaning
ibada waliotoa kwa Mungu sio ibada ambayo haijakubalika. Ibada yenyewe inakubalika, maana imeitwa worship na haikuitwa false worship. Kwa hivyo mioyo yao wakisoga kwa Mungu mwaka baada ya mwaka, ile ibada wanatoa mbele ya Mwenyezi Mungu ni ibada ambayo wako genuine. Hata hiyo ibada Mungu hawezi ikataa, na Biblia haijasema ibada yao ilikataliwa. Hapana, ibada yao ilikubalika. Kwa hivyo hiyo ibada mmetoa nimeikubali kama Mungu wa mbinguni, na kwa hivyo haikukataliwa. Na Biblia inasema na wakatoa dhabihu. Kwa hivyo dhabihu walizotoa pia zimekubalika. Kwa hivyo ni kitu, lakini baada ya ibada kukubalika, baada ya dhabihu kukubalika na imekubaliwa na Bwana Mungu wa mbinguni, na hawakutoa kwa mahali popote, wanaenda Shilo. Shilo ni madhabahu ambayo ni ya Mungu wa mbinguni, na ni madhabahu ambayo inajulikana hata mshugaji wake, maana Eli ni mshugaji wa Mungu na anajulikana hivyo. Na ni mshugaji kwa sababu alikuwa anakaa katika Shilo, na uelewe ya kwamba Shilo ndio mahali sanduku la maagano lilikuwa linakaa. Kwa hivyo ilikuwa ndio madhabahu ile kubwa sana katika Israeli wakati ule, maana hiyo madhabahu, lile sanduku la maagano ambalo Musa aliweka fimbo ya Haroni, akaweka mana na akaweka the 10 commandment, hiyo madhabahu ambayo Hana na Elikana wanaenda, hapo ndipo maana iko ile Waisraeli walikula fimbo ya Haroni. Ile fimbo iliwekwa usiku moja ikazaa matunda, na ni fimbo ndio Mungu aonyeshana. Maana wazee wa Israeli walisema fimbo hii ya Haroni na fimbo yetu kwani tofauti iko wapi? Ni moja tu, zinafanana. Mungu akasema si moja, na kama ni moja, kila mmoja aweke fimbo yake mark. Wakaweka mark fimbo zao, na ikaenda ikawekwa kwa sanduku la maagano. Asubuhi fimbo ya Haroni ikawa imemea na imetoa matunda, na fimbo zao ziko vile vile waliweka. Hiyo ni ishara ya kuambia fimbo yenu na ya Haroni hazifanani. Hii fimbo ya Haroni ni kama mkono wa Mungu kwa sababu inamea na ni fimbo. Meaning ukiziangalia kwa uso zinafanana, lakini kuna nguvu ingine iko kwenye hii fimbo. Na kwa hivyo madhabahu ya Shilo ndio madhabahu ile ilikuwa kubwa, maana ndio iko na mana, iko na the 10 commandment, na ndio bado iko na hiyo fimbo ya Haroni. Na Biblia inasema ya kwamba hata hivyo Hana na Elikana wanaenda kwa hii madhabahu mwaka baada ya mwaka, meaning ni kitu wamerudia, sio mara yao ya kwanza kwenda pale, ni mahali wamekuwa wakienda. Na maandiko inasema ya kwamba hata baada ya kwenda, the next verse inasema nini? Where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests. Kulikuwa na washugaji wengine of the Lord. Verse 4 inasema whenever the day came for Elikana to sacrifice, na Elikana he would give a portion of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughter. Hakuna mtu wa nyumba ya Elikana hakuenda na dhabihu katika ile madhabahu. Na Biblia inasema ya kwamba wamekuwa wakifanya hivyo, lakini kuna kitu wanatafuta kwa Mungu, especially huyu mama anaitwa Hana. Kuna kitu anatafuta kwa Mungu, na hiyo kitu hakipati. Na kwa hivyo tunaweza sema kilichosababisha ni hali ambayo inaitwa stagnation. Ni hali ambayo inaitwa stagnation, na hiyo ndio ninataka kuongea siku ya leo. Ni kitu ambayo kinaitwa stagnation. Stagnation ni kusema ya kwamba unatafuta kitu kwa Mungu, umekiendea mwaka baada ya mwaka, lakini baada ya kukitafuta hakileti suluhisho. Baada ya kukitafuta hakileti suluhisho. Na kwa hivyo basi mtu hutafuta suluhisho namna gani? Maana tumetoa dhabihu, maana tumetoa sacrifice, maana tumefanya ibada, lakini ile kitu tunafanyia ibada haipati suluhisho. Mtu hufanya namna gani? Number one, mtu huintensify kwa maombi. Ni kusema ya kwamba alama yako ama msukumo wako wa maombi unafaa uongezeke. Ningependa unipatie the same chapter and verse 8 tuweze kuendelea mstari wa 8. Hali yako, nimesema hali yako ya maombi. Ukiona umekwama, umetoa dhabihu, umetoa ibada na bado haijakubalika, mtu huwa anafanya nini? Hali yako ya maombi inafaa iongezeke. Maandiko inasema her husband Elikana would say to her, Hana, why are you weeping? Why don't you eat? Biblia inasema Hana anakataa kukula na analia. Mstari unaofuata unasema ya kwamba why are you downhearted? Na moyo wa Hana unainama kabisa. Why don't I mean to you more than 10 sons? Verse 9, Biblia inasema ya kwamba once when they had finished eating,
Siku moja ama hiyo wakati walienda, wakati walimaliza kukula na kukunywa hapo Shilo, wamemaliza. Kwa hivyo watu wamefanya maombi, wameomba na wakamaliza maombi yote. Watu wote wamemaliza maombi, na Eli kuhani ambaye ndiye anaongoza hii maombi amefunga, na alipofunga ameombea watu. Baada ya kuombea amewabariki. Kwa hivyo ibada imekamilika. Mtu yeyote ambaye alikuja Shilo, ibada ambayo ilikuwa inafanyika imekamilika, kwa sababu watu wote wameomba, watu wote wameabudu, watu wote wameshughulika na ikakamilika. Na ilipokamilika, Biblia inasema ya kwamba wameombewa na Eli, wameshiriki maombi, na walipomaliza kushiriki, maandiko inasema they had finished eating and drinking. Wamemaliza kula na kukunywa katika Shilo. Ukiona ibada imefika ya kwamba ni wakati wa kukula, reality ni hii, ni ya kwamba ile ibada ilikuwa inafanyika mahali pale imekamilika. Watu wamekula na wamekunywa, na walipomaliza, Biblia inasema once they had finished eating and drinking, Hannah stood up. Nataka tuanzie hapo. Walipomaliza kukula na kukunywa, Hana akasimama. Anasimama afanya nini? Ningependa utupatie hiyo mstari na ufuata, na utupatie na Biblia ya Kiswahili. Hana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa ameketi kwenye kiti pembeni mwa mwimo wa mlango wa hekalu la Bwana. Sasa Hana kusimama, hata Eli na ndiye kuhani amemaliza kila kitu. Kwa hivyo alikuwa ameketi, Eli kuhani alikuwa ameketi katika kiti pembeni mwa mwimo karibu na mlango. Watu wote sasa wanashughulikia ni kukula, maana ibada zile zilikuwa zinafanyika zimeisha, na Eli akaangalia ya kwamba Hana akasimama, na aliposimama, kwa hivyo katika hiyo ibada ni mama mmoja tu amesimama, watu wengine wote mpaka kuhani mwenyewe ameketi. Watu wote wameketi, ni mama mwenyewe akasimama. Na aliposimama, Biblia inasema verse 10, kwa ushungu wa rohoni Hana alilia sana na akamwomba Mungu. So when things have stagnated, wakati vitu zimekwama, ni nini mtu anatakana afanye? Ni kupeleka moyo wako kwa Mungu na kuumwaga na kulia. Na let me tell you, watu wengi hawatafuti Mungu kwa kumwagia Mungu moyo wao. Nataka uone ya kwamba watu walikuwa wameomba, si ati hawajaomba. Hii sio ile ibada inakuja asubuhi ati unasema tumeingia kanisani na kila mtu anaketi chini, na watu wote wanapoketi sasa ile kitu inaendelea ni watu tufanyiwe ibada. Hapana, sio hiyo. Watu walikuja kawaida na wakaomba, ibada ikafanyika, wakaworship. Ndio Biblia inasema waliworship ibada, wakatoa sacrifice kwa ibada, wakahubiriwa na Eli. Alipohubiria akawaombea, alipowaombea akawabariki, alipowabariki wakaabua na ketini sasa mkule, wakakati wanakaula. Kwa hivyo ibada zimekamilika, lakini zilipokamilika zilikamilika kwao, sio kwa Hana, kwa sababu kuna kitu anatafuta. Meaning akina Penina na wengine ambao walikuwa katika hiyo ibada, maisha yao haijastagnate. Maana Penina ako na watoto, Penina anapewa a portion ya nyama na mumewe Elikana, yeye maisha yake haijakwama. Kwa hivyo hiyo ni ibada ya kawaida kwa mtu yeyote. Lakini Hana hahitaji hiyo ibada ya kawaida, kwa sababu nilishaikuwa hapa last year nikafanya ibada ya kawaida na nikaenda nyumbani sikupata mtoto. Nishaikuwa hapa mwaka mwingine na nikaenda nyumbani na sikupata mtoto. Kuna hali inafika ya kwamba unatoka katika hali ya kawaida kulingana na ile hali inakusonga. Unatoka katika hali ya kawaida. Ni kweli wale wengine wameombewa, ni saa 8 unasema mimi siwezi enda nyumbani, nitabaki kanisani kwa sababu kuna kitu natafuta kwa Bwana. Nitabaki kanisani kwa sababu sijapokea bado. Nimezoea kufanya hivi. Miaka hiyo ingine iliyopita nilitoa dhabihu hivyo, nikaombewa hivyo, nikatoa ibada hivyo, lakini niliporudi nyumbani nikifikiria kwamba nitashika mimba, sikushika hiyo ujauzito. Na kwa hivyo siwezi gojea mwaka huu ifanye kama ile miaka ingine. Ni kweli mwili ni dhaifu, watu wote wameshoka, maana tumeomba na tumefanya ibada na kila mtu ameketi amekula. Hana akasema no, I must
must not sit down. Mimi lazima niamke sasa. Na maombi yake ilikuwa intensity kiwango cha kwamba Eli alipoangalia huyu mama aliona ulevi ndani yake. Let me tell you, kuna level ya stagnation hauna mbinu nyingine ya kuiondoa katika maisha yako. Ni lazima ujipeane na ujitume kwa maombi. Hata kama ni saa 8, ni kweli ibada imekamilika na pastor amesema watu waende nyumbani, lakini mimi siwezi enda, maana miaka ile ingine nimekuja hapa, hata last Sunday nilikuwa hapa, tukaombewa na tukafanywa ibada na tukaambiwa tuende nyumbani. Lakini nilipoenda nyumbani sikushika ujauzito. Nilichokuwa ninakitafuta sikuzipata, na ukweli si ati bwanangu hanipendi, ananipenda mpaka ananiambia kwamba I am worthy to you more than 10 sons. Hiyo sio kitu ile ninatafuta. Ninatafuta nini? Hoja yangu ni mtoto. Let me tell you, mpendwa, kuna hali ya stagnation, kuna hali unajikuta katika haya maisha ya kwamba umekwama na hauna mtu mwingine wa kukusaidia. There must be your effort. Kuna kizazi tuko nacho kinafikiria mwisho wa hii safari ya kwamba ni safari ya sacrifice. Ni kweli Hana alitoa na alikuwa amepewa na bwanake. Ni kweli Penina alitoa na wote wakafanya ibada na kila mtu akaketi. Hatuambiwi Shilo hiyo wakati kulikuwa na watu wangapi, but in reality ni hii, watu wote walifanya ibada na wakabarikiwa na wakaamini imetendeka. Na Hana akasema hapana, this time loud sitaiamini ya kwamba imetendeka. Kwa sababu gani? Sina shaka na imani, I know God still provides. Ile kitu niko na shaka nayo, nishaifanya hivi mwaka mwingine lakini haikufanyika. Nishaifanya hivi mwaka mwingine lakini haikufanyika. Nishaifanya hivi mwaka mwingine lakini sikupata result. The level of stagnation that you are in, my friend, you need to seek God on a serious note. You need to seek God on a different path. You need to seek God on a different way. Na kwa hivyo kinachovunja cycle ya stagnation, wakati umekuta ya kwamba maisha yako kila kitu kinajirudia baada ya njia moja ama njia nyingine, ile kitu itakusaidia ni hivi. Number 1 ni kumwaga moyo wako kwa Mungu. Number 1 ni kumwaga moyo wako kwa Mungu. Number 1 ni kukataa kupunguza maombi. Changamoto tulio nayo ni ya kwamba kizazi chetu ikifika hapa unaanza kutafuta waombezi tofauti. Hana anajua ya kwamba hakuna madhabahu nyingine kubwa ni hii. Hii madhabahu nimeenda ya Shilo ndiyo kubwa. Nitaenda gani nyingine? Umeenda madhabahu kubwa na bado resort hujapata. Unapokosa ripoti unaenda kwa diviner. Unatoka kwa huyu mama anakuombea, unaenda kwa yule mzee anakuombea, unaenda kwa yule nyingine. Umezunguka kijiji kizima na bado haujapata, kwa sababu shida si na hao watu. Umefanya the right way. Unapojua ya kwamba ibada niliyotoa kwa Mungu, ile nilitoa ya kwanza ilikubalika, kwa hivyo akatoa dhabihu ikakubalika, akatoa worship ikakubalika, na wakaombewa na mshugaji ikakubalika. Meaning solution has to be somewhere else. Sio kuhama kwa huyu. Sasa agehama kwa Eli aseme sasa Eli ndiye hasikii Mungu, ameenda kwa mshugaji mwingine. Hii ndio changamoto sasa iliyoko. Huwezi hama kwa Eli ati kwa sababu haikufanyika. Hana hakuhama kwa madhabahu ya Shilo. Aliremain kwa madhabahu ya Shilo, lakini akaiapproach on a different platform. Different platform ni gani? Ni kusema ya kwamba number 1, my God, mazira kataraya. Ile kitu Bwana mimi sasa ninatafuta ni ya kwamba ni wewe sasa kwanza tukubaliane. Biblia inasema, hebu turekeshe katika hiyo mstari. Kwa ushungu wa rohoni Hana alilia sana na kumwomba Bwana. Na kwa hivyo you need to pour out your heart. Sio kuhama. Kama unajua ile ibada nilifanya ilikamilika, nilitoa worship ikakamilika, nikatoa sadaka ikakamilika, solution haiko kuhama. Biblia inasema ni kumwendea Mungu na kumlilia Mungu. Hana akamwomba Mungu na akalia sana. Verse 11. Biblia inasema naye akaweka nadhiri akisema, Bwana mwenye nguvu zote, Bwana mwenye nguvu zote, laiti ungeangalia huzuni kuu ya mtumishi wako na kunikumbuka mimi. Bwana, Bwana. Hiyo ni jina ya kusema ya kwamba with all humility, ni kushukisha kiburi cha mwanadamu. Bwana. Biblia ilikuwa na uwezo ya kusema Bwana mwenye nguvu zote, lakini inasema Bwana mwenye nguvu zote. Meaning Hana anaelewa the element of humility. Ni ile hali ya mtu kuchukua moyo wake na kunyenyekea
Kuna wakati tunaenenda mbele za Mwenyezi Mungu lakini hakuna kunyenyekea. Kuna wakati tunaenenda mbele ya Mwenyezi Mungu na tunaenda kama watu ambao wenye nguvu na mamlaka. Kuna wakati tunaenenda mbele ya Mwenyezi Mungu na mpaka ni kwa starehe zetu, ajibu asijibu, as long as nimeenda, that's the end of it. Lakini Hana ananyenyekea ya kwamba Bwana mwenye nguvu zote, there is an element. Ningependa uangalia hiyo kitu inasababisha ukwame. Huenda ni kiburi, maana imeandikwa pia kwa maandiko that God opposes the proud. Kama kuna kitu Mungu anashukia ni kiburi. Na je, hii kitu unaitisha Hana, unaitisha mtoto kwa nini? Huyu mtoto unaitisha ni kiburi ya kunyamazisha Hana, ya kunyamazisha Penina. Unaitisha mtoto kwa nini? Ili mfanane na Penina tu, ya kwamba wewe uko na mtoto, Penina ako na mtoto. Sio hiyo. Biblia inasema akaweka nadhiri kwa Bwana. Akaweka nadhiri. Akamwambia Bwana namna gani? Laiti ungeangalia huzuni kuu ya mtumishi wako na kunikumbuka mimi. Nadhiri yake inasemaje? Pati B ya hiyo, wala usimsahau mtumishi wako, nawe ukampa mwana. Basi huyo mwana nitamtoa kwa Bwana kwa siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita kichwani mwake. Akamtolea Bwana nadhiri. Hii ni ya tatu. Nimesema ya kwanza ni kumwendea Bwana kwa maombi na sio kubadilisha madhabahu ambayo unaombea. Ati uhame utoka kanisa yako sasa uende kanisa ingine. That is not the keyword. Number 2 ni kunyenyekea, ni kuangalia kama kwa maisha yako kuna element ya kiburi, ama vile unamwendea Mungu na kiburi. Biblia inasema Bwana. Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kusema Bwana nimekuja, lakini kwa unyenyekevu anamwendea na kwa huzuni na kwa machozi na kulia, na ananyenyekea. Kuna maombi Bwana hajibu, si ati kwa sababu ya kitu kingine. Dhabihu imetolewa, ibada imetolewa, lakini anakosa kuijibu, maana mwenye kumwendea Mungu amejaa kiburi. Mwenye kumwendea Mungu hakumwendea Mungu na ukuu wake. Anasema laiti ungeniangalia mjakazi wake. Ungeangalia vile Hana anajiita mjakazi wake, ni mtu ambaye amenyenyekea mpaka amerudi level ya chini. Hebu tupatie pati B ya hiyo, rudi nyuma. Naye akaweka nadhiri akisema Bwana mwenye nguvu zote, laiti ungeangalia huzuni kuu ya mtumishi servant. Hii ni mtu anapoenda kwa Mungu akijiita servant, ni mtu ambaye anaelewa si mkubwa. Mtu ambaye ni servant hawalipangwi. Na kwa hivyo anaambia Mungu ya kwamba hata huyu mtoto ukinipea, I have nothing to gain, kwa sababu nitampeana kwako tu. Si hitaji mtoto tu kwa sababu nahitaji mtoto. Even wacha tu aitwe wangu, lakini nitakupea wewe, atakuwa wa kwako. And let me tell you some of the things that we ask before the Lord. Kwa nini tunakwama? Ni kwa sababu hatumwambii Mungu faida yake ni gani akitupatia zile vitu ambazo tunaitisha. Hana anaenda kwa Mungu anamwambia, na ukinipatia huyu mtoto, faida ambayo utakuwa nayo ni hii, nitakuregeshea, atakuwa wa kwako. Na kukua kwako ni kusema ya kwamba ile kitu unataka afanye. Na akamwambia Mungu, ninajua katika taifa kuna watu wanaitwa Nazarite ambao nywele zao hazipitishi wembe. Hata huyu niko sure ya kwamba sitapitishia wembe. Nitakupatia wewe kama Nazarite. Ile kazi unataka kufanya na yeye, it's upon you, not about me. Lakini itajulikana ya kwamba ni mtoto wa Hana. Yule Hana alipeana, ambaye Hana akazana akasema simutaki, si wa kwangu. Kwa hivyo mama ameoreka miaka mingi ambaye hana mtoto, alafu ako na uwezo wa kumwambia Mungu uko na faida katika huyu mtoto. Unapokwama, kinasho kukwamisha, mwambie Mungu faida yake ni gani. Hiyo milango itafunguka. Unapokwama katika maisha, unapoona ya kwamba nimestagnate, unatafuta kazi, ni vizuri umwambie Mungu, na Mungu ukinipea hii kazi faida yako itakuwa gani? Hiyo kazi utaipata. Hiyo ndio Hana anafanya, anatoa nadhiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Umestagnate, unahitaji doa, mwambie Mungu, ukinipea mke na unipea mke mzuri, faida ya Mungu itakuwa gani katika huyo mke atakupea mke mwema? Ni vizuri mwambie Mungu ya kwamba nimekuomba Bwana ya kwamba unisaidie, uniponyee huyu na huyu na huyu, na akipona faida ya Mungu itakuwa gani? Maana Mungu anataka kujua. Hana amefanya kila kitu right. Biblia haijasema ati Hana tumbo yake ilifungika ati kwa sababu ya dhambi alikuwa amefanya. Hatujaambiwa dhambi ya Hana, but the reality is ya kwamba hapati mtoto. Na sio hiyo tu, hajafanya makosa ambayo Biblia imenakiri. Inasema kama ni ibada, ametoa ibada ambayo inakubalika. Kama ni worship ambayo inakubalika. Kama ni dhabihu, si ati dhabihu ya Hana ilikataliwa ati kwa sababu ilikuwa na mawaa. Hapana, Biblia haijasema hivyo. Elewa, katika kitabu cha Malaki kuna wakati Mungu anasema ya kwamba na hizi dhabihu
dhabihu sizitaki. Anazikataa kwa sababu gani? Kwa sababu anasema ziko na mawaa, ziko blemish, ziko dotted, they have a problem. Ya Hana sio hiyo, ni dhabihu ambayo imekubalika, ni sadaka ambayo imekubalika, ni ibada ambayo imekubalika, lakini there is no result. Result zilitoka wapi? Akamwambia Mungu, na ukinipa, faida yako itakuwa gani kwa hii? Faida yako itakuwa gani kwa hii? Na akaambia Mungu, I made a vow, na ninakuapia Mungu ya kwamba huyu mtoto nitakupatia. Kuna vitu ambazo tunaitisha Mungu just because of the show off. Kuna vitu tunaitisha Mungu basi kwa sababu ya tuweza kuonyesha ndugu wengine ambao ni wetu ama dada zetu ya kwamba sisi pia si wadogo. Kuna kazi unafungua ya kwamba unafungua kazi, na si ati kwa sababu Mungu atapata faida, ni kwa sababu hata wewe uweze kuonyesha watu wengine uko na akili na uko na... That's not the truth. Hana alikuwa mtu tofauti. Anaambia Mungu, ukinipea mtoto huyu mtoto nitakuregeshea. Basi huyu mwana nitamtoa kwa Bwana kwa siku zote za maisha yake. Hivi nikukwambia ya kwamba I have no interest, ya kwamba sihitaji ati ya kwamba nipate mtoto wa kutuma duka. Nimezoea kwenda duka, Mungu wangu. So sikuitishi mtoto kwa sababu ya kwenda duka. Sihitaji mtoto ati kwa sababu ya kuoshewa nyumba. Nimezoea kuiosha, ama nitaandika mjakazi wa kuioshea. Sina haja na kuoshewa. Ile kazi nilikuwa ninafanya. Yaani hata ukinipea mtoto, unaona hiyo maisha nilikuwa naishi ya kunyenyekea, ya kukuita Bwana. Unaona hiyo maisha nilikuwa naishi ya kutolea sadaka, nitazidi kutoa. Unaona hiyo maisha nilikuwa ninaishi ya kufanya ABCD, nitazidi kuifanya. And true to the word, wakati alipata mtoto, Hana hakubadilika. Baada ya miaka ya kunyonyesha ilipoisha, alirudi kwa Eli kuhani, akamwambia, unaweza nikumbuka mimi ni yule mama niliyeomba nikakwambia nitaleta mtoto, na sasa siku zake zimeisha za kunyonya, na niliahidi Mungu nitamleta. Ndiye huyu nimekuletea hapa. Kwa hivyo maisha ile nilikuwa ninaishi, nitarudi kuishi hivyo. Changamoto ni condition of our heart. Wakati mwingine mioyo yetu inadanganya Mungu ya kwamba unajua ya kwamba Mungu ukinipea hii nitafanya, na Mungu ameona watu hao katika njia mingi ambao wanamwahidi ukinifanyia nitafanya. Unakuta ya kwamba kutoka pale huyo mtu hafanyi. Nimekutana na dada mmoja ambaye amekaa miaka 4 miaka 5 bila kazi, na akona watoto wawili, na mzazi wake alikataa kumkalia na watoto. Akamwambia, ulizaa na mimi nilizaa, na mimi sikupeana watoto wangu kwa mtu, na wako usinipee jirelee. Na kwa hivyo alienda kwa Mungu na nadhiri, akamwambia Mungu, naomba ukinipea kazi na unipea kazi mshahara ya 50,000, na kuhakikishia nitakutolea 50,000 ya mwezi wa kwanza ikuwe ya kwako. Na akaahidi Mungu hivyo. Alipoahidi haikumaliza miezi miwili, na kwa hivyo baada ya mwezi mmoja akapata kazi, na true to the word zile aliongea na kinywa chake, akapata kazi ya mshahara ya 50,000. Reality ni hii, akakaa kazi mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwaka wa 4 ndiye alifutwa, na alifutwa akiwa na kesi kubwa ambayo ilisababisha ingie kotini. Na alipoingia kotini akapata cash bill akatoa, na alipotoa akitoka kotini hakuenda nyumbani, alikuja kanisani. Akanifuata akaniambia, pastor, mimi ninakumbuka ni kwa nini niko kotini, na nimejua makosa yangu. Niliahidi Mungu nitamtolea mshahara ya 50,000 kwa kanisa ambao nilikuwa ninashiriki. Kwetu si huku, kanisa yetu iko bali, lakini sasa kazi nilipata huku na nililetwa huku. Sasa mimi naomba, maana hii kesi najua itanifuga, ni makosa ilitokezea, pesa ya kazini ikapotea 300,000, na sio mimi niliiba, lakini pesa ilipotea ikiwa mikononi mwangu, lakini bosi wangu hataki kusikia, ndio maana amenipeleka kotini. Unaingia hasara ya kupelekwa kotini, unaingia hasara ya kupoteza 300,000, na ni kwa sababu ya nadhiri. Unapomwendea Mungu na kumtolea nadhiri, when you make a vow before him, ensure you fulfill. Mungu si kama mwanadamu ati Yakobo unaweza kumdanganya. Mungu si mwanadamu, na hii ndio Hana alijua, na Biblia inasema ya kwamba akapeleka mtoto katika ile madhabahu. Alipopeleka mtoto akamwambia, mimi ni yule mama, mimi ni yule mama. I want to tell you ya kwamba mimi ni yule mama ambaye alisimama hapa karibu nawe akiomba kwa Bwana, niliomba mtoto huyu, naye Bwana amenijalia kile nilichomuomba. Mstari unaofuata unasema, hivyo sasa ninamtoa kwa Bwana, si nitamtoa. Akiahidi alisema nitamtoa, lakini baada ya muda anamwambia nimemleta, ninamtoa kwa Bwana, kwa maana maisha yake yote atakuwa ametolewa kwa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Hana hakuacha ibada, naye akamwabudu Bwana huko. Sijui ni nini unaitisha kwa Mungu, but the same very God has a capacity to give you.
kama bado condition of your heart, ibada ambayo unamtolea haitabadilika. Niko na imani ya kwamba kuna mtu ambaye Bwana alikuwa amenituma kwake, na umtolee Bwana ibada na usibadilishe. Utaona utofauti katika maisha yako. In Jesus name. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ni asanti kwa nafasi ambayo umenipatia na neno ambayo tumeshiriki na mjakazi wako. Niko na imani ya kwamba yale maneno ambayo nimeongea italeta utofauti, na ya kwamba huyu mtu amekwama, ninamwombea ya kwamba maisha yake ikwamuke na iweze kuleta utofauti. Asing'ang'ane tena kimaisha, nuru yako imwangazie na fadhili zako zikuwe pamoja na yeye. Wewe uwezaye kukwamua watu wako kwa maisha. Ninajua kuna mtu ambaye amenisikiza aliweka nadhiri na hakutimiza. Bwana, ninaomba umfungulie mlango aweze kutimiza nadhiri aliyoiweka mbele yako, na ili ushindi uonekane katika maisha yake, ili mwaka baada ya mwaka asikwame tena, bali aone ukuu wako. In Jesus name we pray. Amen. God bless you. Ninaitwa Pastor Raphael na mimi ni wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Na ningekuomba support kwa ajili ya hii program, na sio hii tu, tunanunua kiwanja ya kanisa na tumebakisha mamilioni ya pesa ambayo bado hatujakamilika. Bwana anaweza kukugusa, utusaidie, maana kazi hii tunafanya ni yake, na alituahidi hata tuacha wala kutuashiria. Ukituma support yako kwa hii namba 22218, hiyo ni account ya kanisa. Account number ni 7238. Hiyo sadaka itafika na itasaidia. Na pia unaweza tumia hii namba ya simu ni 0725 000070 0725 000070. Any support ambayo utatuma hapo itasaidia, na mwili wa Kristo utainuliwa, na ubarikiwe sana na Bwana. Na stagnation ambayo imekukumba katika maisha, na iombea katika jina la Yesu iondoke, na nadhiri zote ambazo umeweka, Bwana akupe uwezo wa kulipa kwa utukufu wake. In Jesus name. Amen.